Wapendwa katika Bwana, jina la Bwana libarikiwe. Tunawasalimu katika pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuna matumaini kwamba nyote ni wazima wa afya. Nasi pia ni wazima wa afya. Vivyo tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii na fursa hii ya maisha ya kila mmoja wetu pamoja na mmoja wenu ambaye anatutazama, kutusikiliza kwa majira na wakati ambao hupo sasa hivi unaopata ujumbe huu. Upendo wa Yesu Kristo uwe pamoja nao. Ujumbe wa leo tuko nao, na naamini kwamba ujumbe wa leo utakuwa ujumbe wenye baraka kwako, kukutoa sehemu fulani kukupeleka sehemu nyingine katika imani na tumaini. Kwa hiyo leo tuna ujumbe mzuri sana ambao unalenga sana imani. Unalenga sana imani. Lakini title ya ujumbe huu ni kujenga juu ya mwamba au kujengwa juu ya mwamba. Waweza ukaandika kujengwa au kujenga juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutaangalia namna ambavyo mtu anayejenga au kujengwa juu ya mwamba jinsi anavyokuwa. Tutaangalia ule mwamba kwa ufupi kidogo, na tutaangalia kujengwa kwa ufupi kidogo, na namna ambavyo mtu huyo anayejengwa katika huo mwamba anakuaje, au anayejenga msingi katika huo mwamba anakuaje. Bwana asifiwe sana. Ngoja na tuombe. Mtakatifu Yesu, asante kwa neema, asante kwa nafasi, asante kwa maisha. Pata kunena nasi, karipia, fundisha, elimisha. Nena nasi kadiri unapendavyo. Wacha neno lako lije kadiri na vile ambavyo ulikusudia lenyewe lije. Sema nasi, sema na kila mmoja wetu. Nina imani itakuwa hivyo kupitia uweza wa nguvu za jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana atukuzwe sana. Msingi wa neno letu utatoka kwenye kitabu ni cha Mathayo. Mathayo mlango wake wa 7 na aya tunasoma ya 24. Biblia Kiswahili cha habari njema inasema hivi: kwa hiyo kila mtu anaye yasikia maneno yangu na kuyazingatia anafanana na mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. 25. Mvua ikanyesha, mito ikafurika, pepo kali zikavuma na kuipiga nyumba hiyo, lakini haikuanguka kwa sababu ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaangalia hapa kuna mtu ambaye amefananishwa na mtu aliyejenga. Yesu anafananisha mtu anayesikia neno lake na kulizingatia au kulishika. Kulishika ina maana kuishi kama neno linavyosema. Unajua huyo mtu ni mtu ambaye anajengwa, ni mfano wa mtu aliyejenga katika mwamba. Ni mfano wa mtu aliyejenga katika mwamba. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa ni vitu ambavyo lazima tuviangalie hapa, ambavyo vinaonyesha mtu aliyejenga msingi wake katika mwamba. Lazima tujue huu mwamba unaoongelewa hapa ni mwamba nani? Mwamba anaoongelea kwamba mtu huyo anaujenga katika mwamba, anasema ni mtu anayesikia neno na kulizingatia. Ni mtu anayesikia neno na kuishi kama neno. Huyo mtu anayeishi kama neno anajenga nyumba yake kama mwamba, kwa mwamba, juu ya mwamba. Na hiyo nyumba yake inakuwa ina ugumu wa kuvunjika. Inakuwa ni ngumu kuanguka. Yani hata kuje nini, hiyo nyumba haiwezi ikabomoka, kwa sababu msingi wake umejengwa katika mwamba. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ile yake ni ya 16 na aya ya 18, Yesu Kristo anamwambia Petro kwamba wewe Simoni Bariona, maana najua ni 17. Heri wewe Simoni Bariona, 16:17 Mathayo.
Maana si damu na nyama vilikufunulia haya, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye aliyekufunulia haya, alipotaja kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Na 18 nasema kwamba katika mwamba huu nitalijenga kanisa, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa, na malango ya kuzimu haitalishinda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unakuta kumbe kanisa limejengwa katika mwamba, na ule mwamba aliyesema hakusema katika mwamba wewe au katika wewe, katika mwamba huu au mwamba huo nitaujenga kanisa. Mwamba uliokuwa unasemwa hapo ni kipindi Petro anataja kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, akasema katika mwamba huo mimi nitalijenga kanisa. Kwa hiyo mafunuo hayo aliyoyapata Petro ndio katika kufunuliwa kule kwa Kristo analijenga kanisa, analijenga kanisa ndani yake yeye. Kwenye kitabu cha Yohana anawaambia, vunjeni hili hekalu nami nitalijenga kwa muda wa siku 3. Biblia inasema hawakujua anamaanisha nini, kumbe alimaanisha mwili wake, alimaanisha hekalu ambalo ni mwili wake. Waebrania anasema nao walikunywa mwamba, walikwenda na mwamba ule uliofuata, wakanywa maji ya mwamba ule uliofuata. Huo mwamba wenyewe ulikuwa mwamba wa roho, na huo mwamba alikuwa ni Kristo. Kwa hiyo tunakuja kuona mwamba unaosemwa ni Kristo, lakini Kristo hapa anasema anayeshika neno lake. Bwana asifiwe sana. Sio tu anayeamini. Yakobo anasema, ndugu zangu, tusio wasikilizaji wa neno tu bila kufanya. Lazima tunapolisikia neno tulizingatie, tulitii hilo neno. Tukiwa watu wa kusikia neno na kuachana nao, tutakuwa sawa na watu wanaojiangalia kwenye kioo. Maana mtu akijiangalia kwenye kioo alafu anaenda zake, baadaye anajisahau jinsi alivyo. Tusiwe hivyo. Kwa hiyo katika kujengwa ndani ya Kristo ni kujengwa katika mafunuo tuliyofunuliwa kwamba yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu. Maana inasema ukiamini kwa moyo wako na kukiri kwa kinywa chako kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, hutaokoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika kuamini unaokoka, unaanza kujengwa ndani ya Yesu. Lakini ili sasa nyumba yako, ule ujenzi wenyewe, ile imani, maana hii nyumba ni kama mfano wa imani, ili imani yako ikomae, izingatie, yani ikue ngangari, nganga, ikue yani imekomaa. Lazima usiwe mtu wa kusikia neno, unapoondoka unakuja unasema Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia moyo. Unajua wanadamu mnasema sana kila kitu zambi. Wakati mwingine tunaishi ni mila, tunacheza kadiri na mila, tunakaa kama mila, mnatuletea mila, hizo zote imekuwa zambi. Usiwe mtu wa namna hiyo. Maadamu neno limekukataza, achana na hicho kitu. Kwa sababu gani? Kuna watu wanaaminishwa kwamba ukishaokoka, wewe ukishamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi wewe unaenda mbinguni, na hata ukifanya dhambi unafanya nje, unafanya ndani ya nje ya mwili. Kwa hiyo hizo dhambi zote hauwezi zikakutenga na Mungu. Ila dhambi moja tu ya kukufuru Roho Mtakatifu ndio ya kutenga na Mungu. Lakini wanashindwa kuelewa dhambi ni nini. Ni kutokutii. Kitu dhambi ni kutokutii. Kukufuru Roho Mtakatifu ni kutokumtii, unapomkataa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo dhambi ni kutokutii. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Waebrania inatuambia kwamba mtu amekwisha kuonja karama za Roho na vipawa vya Roho na kujua habari za imani na neno lile neno nzuri na nguvu ya ulimwengu ujao, alafu akaachana na imani, mtu huyo hauwezekani yeye kuokoka. Kwa hiyo inawezekana ukawa ndani ya Kristo ukaachana, ukakosa kutii, ukaachana na imani. Haiwezekani kuokoka. Hapo ndio umepotea kabisa. Bwana asifiwe sana.
Na unaweza ukapotea kwa sababu haukujijenga katika mwamba ambao ni Kristo. Unaweza ukaanguka kwa sababu haukujijenga katika mwamba ambao ni Kristo. Bwana sifiwe sana. Unaona, katika dunia tunayoishi sasa hivi, watu wengi wanagombana. Nikiwa namaanisha wachungaji, Wakristo. Wakristo wengi wanagombana. Wenye mataasisi haya tunayoita madhehebu. Wengi wanakwaruzana, wanagombana. Wameanzisha dhehebu hao, wamegombana, wakagawanyika, huyu akaanzisha hivi, huyu akaanzisha hivi. Huyu akakuwa bishop huku, huyu naye bishop huku. Watu wanasozana kwa sababu huenda ni mafundisho, huenda ni nini. Lakini wa zamani hawakupigana, hawakugombana kwa sababu walijijenga katika nini? Kila ambaye anayesikia neno langu atafananishwa na mtu aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Hawa waliishi imani moja, ubatizo moja, roho moja. Kwa hiyo mafundisho yao yalikuwa mamoja, kwa sababu walijijenga katika lile neno la Mungu. Walijengwa, wanasema kwamba tumejengwa kwa msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. Ila wa sasa wana maelimu zao zingine. Wana elimu zao zingine. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana watu wanakosana kwenye mafundisho. Na watu wengine wanaanguka kabisa. Watu wanagombana, huyu anaenda kabisa na siwezi kusimama. Wengine wanaanguka kwa kukosa nini? Kwa kukosa kusimama, kuweza kustahimili majaribu. Wengine wanaanguka kwa kukosa kustahimili majaribu, kwa sababu hawakujengwa kwenye msingi wa neno la Mungu. Hawakujijenga kwenye msingi wa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukiyasoma haya maandiko kwenye kitabu cha Living Bible, kuna maana fulani ambayo inaleta ule mwamba kuna namna ambao wanahitaji hapa. Maana inasema hivi, 24 Matthew 7, chapter 7 verse 24. Inasema hivi, all who listen my instruction and follow them are wise, like a man who built his house on solid rock. Yani neno hili inasema kwamba ni kama mtu aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba mgumu. Solid rock. Bwana sifiwe sana. Huo mwamba jinsi ulivyo mgumu, halafu kaujenga nyumba hapo. Mvua inakuja, winds zinakuja, storms zinakuja, lakini nyumba hiyo haifall, ina collapse, haiwezi ikanguka. Bwana atukuzwe sana. Kwa sababu huyo mtu amejenga misingi yake kwenye the rock, na hiyo rock yenyewe iko solid, a solid rock. Bwana atukuzwe sana. Kwa hiyo unapojengwa katika misingi ya neno la Mungu, hata majaribu yakija, unajua kwamba nijapopita katika maji mengi hayatanigarikisha kamwe. Bwana yu katikati yetu, tusitetemeke. Atatusaidia asubuhi na mapema. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome letu. Nijapopita katika uvuli wa bonde la mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana yeye yu pamoja nami. Gongo lake na fimbo yake yanifariji. Maadui wangu walipojipanga, wakainugwa meno yao makali kama ya simba. Bwana alinipigania. Kwa hiyo unajua kwamba neno la Mungu linakusimamia. Najua mawazo nayowazia si mawazo mabaya, ni mawazo mema ya amani. Unajua kwamba neno la Mungu linakufanya kuwa imara. Bwana tukuzwe sana. Hauwezi ukaanguka. Unakuta Wakristo wanakuja
wanaanza kusema, wengine wanakuja wanasema kwamba mpende. Unajua hiki ni kipindi cha maadui. Maadui ni wengi sana. Na Biblia imesema hivyo, nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Kwamba watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, selfishness. Hawatakuwa na self control. Kwa hiyo watu watakuwa namna hiyo. Lakini anamwambia Timotheo kwamba hao wote ujiepushe nao, sio uwachukie. Sio usiwapende. Kwa hiyo kujiepusha nao kule kuna maanisha nini? Kuna maanisha kwamba usizingatie, yani usikae na wao kwa kufuata mienendo yao. Lakini wale wanakuambia fuatana na mienendo yao, kwa sababu watu wako so selfishness. Watu wanajipenda wenyewe. Kwa hiyo jinsi wanavyojipenda wenyewe, sasa hivi dunia hii sio ya kuaminiana. Dunia hii wapende wanao kupenda tu. Na wengine ni Wakristo, wengine ni wachungaji, wanaposti mambo kama na hayo, wanahubiri vitu kama na hivyo, kwamba dunia hii watu wengine wakikuchukia weka na wale wanao kupenda tu, maana sio wote watakuchukia. Wanazani wanatoa maneno mazuri yenye faraja, kumbe wanaua. Na waumini wengine wanakubali. Sasa wakishaingiliwa tu rafiki yake kipenzi, mama yake mzazi, baba yake mzazi, anapomjia kwenye kumjaribu, yani shetani anampitia huyo mtu wake wa karibu akamjaribu, huyo mtu anaanguka mazima. Akajaribiwa na mtumishi wa Mungu, ndo anakataa kanisa kabisa. Bwana tusaidie sana. Anashindwa kuelewa kwamba neno linasema wapendeni adui zenu, waombeeni wale wanaowaudhi. Utayajua hayo na kuyazingatia ikawa wewe umezingatia neno la Yesu Kristo. Ili tuweze kulinda hii imani, lazima tuijenge katika neno la Mungu. Ndipo imani yetu itajengwa kwa mwamba, ambao mwamba huo ni Kristo. Neno la Mungu ni Kristo mwenyewe, maana mwanzo palikuwapo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno akawa Mungu. Bwana tusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka neno hili litutoe mahali fulani kutupeleka mahali pengine, pa mtazamo mwingine. Tuzingatie sana kulisoma neno, tulizingatie sana kuliishi neno, ili imani yetu isikumbwe na mafundisho yote ya uongo ya wakati huu. Ili imani yetu isianguke kwa wakati huu ambao ni kama Sodoma na Gomora, kama kipindi cha Lutu. Kipindi cha watu hata ukiwaambia hukumu yaja wanacheka. Hata ukiwaambia Yesu yu malangoni na yu karibu kuja, wanakuambia technology, kumetoka iPhone 11. Hivi iPhone imeshakuwa 24. Sijui iPhone hivi na hivi, Samsung imetoka hivi. Kuna flip phones. Bwana tusaidie sana. Ni lazima uzingatie neno la Mungu, ili yote utakayokuwa unayaona yasikukumbe. Ujue kwamba hata technology inavyoongezeka, hii teknolojia, ujue kwamba maarifa haya yanaongezeka kwa sababu ni nyakati gani za mwisho. Kwa sababu ya hiyo, wewe hautakuwa unakumbwa na mkumbo wowote wa mafundisho ya ovyo ovyo. Msingi wako umejengwa kwenye mwamba. Yani hata walete maandiko gani ya imani tofauti na imani ya Kristo Yesu, ili mradi tu wamesoma Biblia. Ndugu zangu, mimi nawaambieni kuna tofauti ya neno la Mungu na Biblia. Maana Biblia sasa hivi wachawi wanaitumia. Wachawi wanaitumia na wanatoa dawa humo. Wanaita maji ya upako, mafuta ya upako, wanatoa uchawi humo wa upako na wanapatia watu. Ule ni uchawi tu, ni uganga wa kienyeji. Wanaitumia kwa sababu ni Biblia, lakini neno la Mungu alitumikishi uchawi. Lenyewe ni kweli, laokoa. Ila tutaweza kugundua huu ni ushirikina unaotumia andiko, ingawa tuna neno la Mungu. Ndiposa Shetani anapomwambia Yesu kwamba maana imeandikwa, amenukuu kwenye Zaburi,
Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa. Shetani mwenyewe anajua imeandikwa kwamba ataagiza malaika zake wakulinde na tena wakuchukue ili usijikwae katika jiwe. Hamenukuu Zaburi, maana imeandikwa. Shetani, mapepo, au wote maushirikina inajua kwamba imeandikwa. Lakini ili tusianguke na kukumbwa kwenye mafuriko hayo, kwenye matatizo hayo, kwenye elimu hizo, lazima tujengwe kwenye mwamba. Maana tukishajengwa kwenye mwamba, katika mafunuo hayo ya mwamba huo, malango yote ya kuzimu, yawe malango ya magonjwa, yawe malango yamefunguliwa kwako kwa sababu ya uchumi, yawe malango yalifunguliwa kwa sababu ya kuharibikiwa ndoa au kutokuolewa au kutokuoa, iwe malango yamefunguliwa kwako kwa ajili ya mafundisho mabaya, yawe malango ya namna gani kuzimu imefungua, hita kushinda wewe uliye kanisa. Maana msingi wako umejengwa katika imara, mwamba ulio mgumu, mwamba wa Yesu Kristo. Bwana sifiwe sana. Maana ukishuka anasema anaongea hapa, anaongea 26 kwamba Living Bible chapter 7 verse 26, hii ni Matthew, inasema hivi: But those who hear my instruction and ignore them are foolish, like a man who built his house on sand. For when the rain and the flood comes and the storm winds beat against the house, it will fall with mighty crash. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu ambao wamejenga nyumba zao, watu wanaosikia neno la Mungu lakini wasifuate, na ndio tuko nao sana. Wachungaji wengi wanasoma maandiko lakini wanaunganisha ili watafute kile wanachokitaka wao, sio kile anachotaka Mungu. Bwana asifiwe sana. Unajua Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ndiye kichwa. Yesu Kristo ni kichwa. Na hapa inasema kwamba ninyi waume, ninyi ndio vichwa kama Yesu Kristo hivi. Na hapa inasema kwamba kufunika kichwa. Kwa hiyo inamaanisha mwanamke afunike kichwa, na ambaye ni mwanamke wake, mwanamume wake asitoe siri. Yaani anaunganisha maandiko ili atafute Biblia iongee anavyotaka yeye. Kuna watu ambao wanatamani Biblia iongee wanavyotaka wao, na shetani amewapatia akili hiyo. Na watu wengine ambao wamepumbazwa akili, maana wana neno la Mungu. Kumcha Mungu ndicho chanzo cha akili, chanzo cha maarifa. Maarifa sio kuwa na iPhone nzuri. Maarifa sio kuvaa suti nzuri yenye samani sana. Maarifa sio kuvaa nguo zako zenye samani za vitenge. Hiyo sio maarifa. Maarifa ni kumcha Bwana, na huo ndio mwanzo wa maarifa. Kwa hiyo unapokuwa mcha Mungu unakuwa mwenye maarifa, unakuwa mwenye hekima, mwenye busara. Maana sio kila mzee mwenye mvi ndiyo mwenye busara, bali yule anayemcha Bwana. Bwana atukuzwe sana. Sasa kuna watu ambao hawajajengwa kwenye maarifa. Kuna watu ambao wana maarifa, wanadanganywa na walimu wa uongo, kisa hawana neno la Mungu. Hawa watu wako karibu sana kuanguka, na wengi wao wameanguka. Wanaingia kanisani lakini wameshaanguka. Na wanadanganywa kwamba hata ukitenda dhambi wawezi kupoteza wokovu. Sikia Mathayo hii sura yake ya 7 aya yake ya 21. Maana hiyo tulikuwa nasoma ni 26. 21 kwa Kiswahili nasema habari njema inasema hivi: Si kila aniambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, ila ni yule tu anayetimiza matakwa ya Baba yangu aliye mbinguni. Ni yule tu, ndivyo habari njema inasema. Hakuna ukisikia tu ndio mwisho. Ni yule tu anayetimiza matakwa, yani mapenzi atakavyo Baba yangu wa mbinguni. Yesu mwenyewe ndo anasema. Usipotimiza kile Yesu alichokisema, usiposikia neno na kulifuata, utakuwa foolish.
pumbavu, mjinga. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaanguka kisa gani? Na wanaenda kanisani kisa hawajajengwa kwenye msingi wa neno. Jitahidi tujengwe kwenye msingi wa neno la Mungu. Watu wengi wanasoma theolojia sasa hivi, na wanaenda huko wanafundishwa na walimu wao ambao ni wanadamu. Mwalimu wake alifundishwa na mwalimu wake. Yaani mwalimu alifundishwa na mwalimu, yule mwalimu aliyefundisha mwalimu alifundishwa na mwalimu, mwalimu aliyefundisha mwalimu aliyefundisha mwalimu alifundishwa na mwalimu. Alafu huyo anakuja, kuna walimu wengine 5 huko mbele ambao mwalimu wa kwanza alimfundisha mwalimu wa pili akafundisha wa tatu akafundisha wa 4 akafundisha wa 5. Kwa hiyo wote walimu wa 5 wamefundishana. Huyu wa kwanza ndo alianza pata andiko, akamfundisha wa pili, wa pili akafundisha wa 3 ya kwake aliyoongeza kwenye hiyo andiko, na ya yule wa kwanza anakuja mpaka inafika kwa huyu mwalimu wako. Inakuwa imekwisha kuhaririwa mara 5. Alafu unakuja wewe unapewa, na wewe unakuja kufundisha watu. Tutakosaje kuwa na lojia mengi sana? Eskatolojia, psikolojia, praktikologia, na bakia tukuwe na iPhone jia na Samsung jia. Bwana tusaidie sana. Si mbaya, maana theolojia ni elimu katika Mungu, au elimu ya kumjua Mungu, au elimu ya Mungu. Bwana tusaidie. Na kila ambaye analisoma neno la Mungu kwa malengo ya kumjua Mungu wake ni mwanatheolojia. Kuwa mwanatheolojia sio kwenda huko kwenye lojia zao. Jitahidi umjue Mungu, ujengwe katika neno la Mungu, misingi ya Mungu. Maadamu Biblia ni bei rahisi, nunua. Biblia ni bei rahisi kuliko kiatu chako. Wenda Biblia ni bei rahisi kuliko nguo yako. Nunua. Soma. Jenga imani yako hapo. Ujengwe hapo. Hakuna mafundisho yote ya uongo itakuangusha. Hakuna malango yoyote ya kuzimu itakushinda. Hakuna. Yesu ndo alisema. Amekupa mamlaka kukanyaga nyoka na nge. Yeye ndo alisema malango ya kuzimu itakushinda. Si kana kwamba utaingia kwenye majaribu, lakini katika hayo majaribu neno litakuwa limekuambia Bwana na mlango wa kutokea. Si kana kwamba utakutana na mafundisho ya uongo. Utakutana nayo, lakini hawataweza kukushinda kwa hekima utakayopewa na yule Roho atakayekuwa anaongea ndani yako, kwa sababu wewe umejengwa kwenye neno la Mungu. Ninachotaka tujitahidi sasa tutoke kwenye hatua ya kuwa tu tunawasikiliza walimu. Tutoke kwenye hatua ya kuwa tu, inamaanisha sio vibaya kuwasikiliza, lakini tufike kwenye hatua ya kuwasikiliza na kulisoma neno wenyewe. Chunguza, soma. Wakati mwingine jijenge na wewe, ongeza katika kule kusoma. Utasoma, mimi nimesoma mistari 2-3, nilikuwa nimeacha, si kila semaye Bwana Bwana. Hiyo utajipatia mwenyewe, utaongeza. Kumbe kuna nyingine ambayo inaongea kwamba nikiwa ninasema Yesu na kuimba, nisipotimiza anachokitaka Mungu bado mimi sitaingia. Utaelewa vitu vingi na hakuna atakaye kudanganya, maana umeshajua kulitaja jina la Bwana haitoshi, kuomba sana haitoshi, kunena sana kwa lugha haitoshi, kufanya chochote haitoshi, ila kinachotosha ni kufanywa upya, ni kujengwa katika Bwana, ni kutimiza mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ninachotaka ndugu mpendwa unayenisikiliza, ninachotaka tusiwe wajinga, tusiwe wapumbavu, tusijenge nyumba zetu kwenye mchanga. Maana mvua ikija, majaribu yakikupiga, majaribu yakikupata, tetemeko likija, maana matetemeko, yani jaribu zinakukaba mpaka unahisi tutaanguka.
Nyumba ita collapse, ita fall, itaanguka, il va tomber. Bwana tusaidie sana. Itaanguka. Na ikishanguka ni mbaya sana. Na inasema itapata crash kubwa sana. Hapa inasema kwamba it will fall with a mighty crash. Kwa itaanguka anguko kubwa sana. Anguko lake likawa kubwa. Na ikiwa anguko kubwa, kuna watu wakianguka ndo hawawezaki kusimama. Alikuwa mchungaji, akaanguka hakuweza kusimama. Alikuwa ni mwinjilisti, akashikwa wizi, hakuweza tena kusimama. Akaachana na huduma. Kumbe Shemasi alikuwa naibaiba sadaka kipindi na hesabu, ndio maana anajenga nyumba, ndio maana anafanya hivi, ile gari yake usione. Alipogundulika kwamba anafanya hivyo, akaanguka na wala hakuweza kusimama. Ni kwa sababu gani? Hakujijenga kwenye msingi wa neno la Mungu. Na jaribu lilipomjia la kuona pesa, tamaa ya fedha ikaingia, na china la mabaya yote ni kupenda hizo fedha. Alipoona tamaa ya hiyo fedha, macho yake alipofunguliwa kwamba kuna miela humu ndani, akawa anachukua. Hakuzingatia neno limemwambia usibe. Bwana atusaidie sana. Tujengwe kwenye misingi ya neno la Mungu. Tujengwe kwenye msingi ambao ni mwamba, ambaye ni Yesu Kristo. Achana na watu wanaokuhubiri. Usiwe muumini unayetaka kusikia vile unavyotaka tu. Yaani kuna watu wengine inakuwa ni shida. Baba yangu kashanihubiri hivi, mchungaji ashasema hivi, mwalimu wangu ndo ashasema. Si mbaya. Lakini usiwe mhubiri au mtumishi au muumini au mtu unayetaka kuongea unavyoona ni sawa. Unayetaka kufundisha au kuhubiri unavyoona kwako ni sawa. Unayetaka kusikiliza yale yanayokupendeza. Neno alijaja kupendeza mwanadamu, na ndio maana lenyewe linaitwa kwamba ni upanga. Anasema si kuja kuleta amani bali upanga. Kwa ifike mahala pitishwa na upanga, ukukate kama upanga ukatao kuwili. Likuvunje vipande, likukerekete, likupige chini mpaka anguke magoti, unyenyekee, utubu. Fike mahali hapo. Tujengwe kwenye neno la namna hiyo. Neno litakalo tuvuta kuacha dhambi zetu. Neno litakalo tuvuta kufika kwenye wokovu. Neno litakalo tuvuta kufika kwenye toba ya kweli. Neno litakalo tuvuta kutufikisha kwenye kanisa ambalo ni bibi harusi. Neno litakalo tufikisha kwenye uzima wa milele. Tujengwe hapo na hatutaanguka. Bwana asifiwe sana. Ndugu yangu, neno la leo linatutoa kwenye nafasi ya kujengwa kwenye mchanga na kujengwa kwenye mwamba. Tutajengwaje kwenye mwamba? Ni kuzingatia neno la Mungu. Tutawezaje kulizingatia? Ni vile tunavyozidi kulisikiliza na kulitaka na kulipenda, litakaa ndani yetu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yangu, ndani yako, ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Na likishakaa kwa wingi, Biblia inasema kwenye Zaburi kwamba heri mtu yule asiyeenda njia pamoja na wakosaji au wasio haki, na wala hakusimama barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, naye anaitafakari mchana na usiku. Oh, haleluya. Mtu huyo ndo mtu aliyebarikiwa, mtu mwenye heri. Kwa hiyo tunapoliweka neno la Mungu sana ndani yetu, tutafika mahala pa kulitafakari mchana na usiku. Na pale tunapokaa tunalitafakari sana, lenyewe lina uwezo, lina nguvu ya kutambua mawazo na fikra za mtu, kutenganisha nyama na mafuta yaliyomo ndani yake. Inapokaa hivyo na kuchambua mawazo yangu, ninapofikiria kuiba neno kwa sababu ninalitafakari, lazima litakuwa limeelewa mawazo yangu na kuniambia usiibe, usizini, usitamani. Neno lazima litazungumza ndani yangu kwa sababu nimejenga msingi wangu katika neno.
Bwana asifiwe sana. Tufike mahala neno la Mungu tulitafakari mchana na usiku. Tufike mahala neno lenyewe tunaishi kwa neno, si kwa mkate tu bali kwa neno. Ifike mahala tuna uwezo wa kukaa siku 2 bila kula, lakini masaa 5 bila neno la Mungu haiwezekani. Ifike mahala kwamba kuishi bila kulisikia neno kwa siku mzima ni kama vile miaka 1000 jangwani. Hapo tutakuwa tumejengwa kwenye msingi ambao imara, ni msingi imara ambao ni mwamba wa Yesu Kristo. Natumaini ndugu yangu umeelewa. Somo hili au fundisho hili au mahubiri haya, usia huu ni wa kunimiza mimi na wewe tujengwe kwenye neno la Mungu, tuwe na heri, tubarikiwe. Maana nasema mtu huyo anayejenga, ambaye sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, naye anaitafakari mchana na usiku, ni sawa na mti uliopandwa kando kando ya maji, ambao unazaa matunda yake kwa majira yake, wala majani yake haijauki. Kwa hiyo inafika mahala hauwezi ukanyauka, hauwezi ukaanguka, hauwezi ukatetereka, hauwezi ukajisi unakosa. Hata unapoona unakosa, unajua Yesu ni yote ndani ya yote na katika yote, na nikimpata Yesu nimepata vyote. Oh, haleluya. Ni kwa sababu hata unapoona kwamba mambo yameenda vibaya, unasema ni kitu gani kinitenge na upendo wa Yesu? Je, ni ziki? Je, ni njaa? Je, ni shida? Wala nguvu iliyoko kuzimu, wala iliyoko mbinguni, wala malaika, hakuna kitu chochote kitaweza kunitenga na upendo wa Bwana. Na utajua kwamba neno linaniambia nisimame niwe hodari. Ni mimi niliyekuchagua uwe hodari, simama tu na utaona ukuu wa Bwana. Bwana atakupigania leo na utanyamaza kimya. Utajua neno limesema, na neno linalosema ndiye Mungu anasema hatima ya maisha yangu. Hatima ya maisha yangu iko kwenye mikono ya Mungu, na ndo kashasema. Hawezi ukaanguka, hawezi ukatetereka, kwa sababu umejengwa kwenye misingi ya neno. Bwana asifiwe. Wajua kwamba hata matajiri wa dunia hii bado hawajaridhika, hawatosheleki, wanaona bado wanahitaji sana. Wajua hivyo. Na wajua hata Ibrahimu alipobarikiwa alikuwa na mali nyingi, lakini ilikuwa ni bado. Na alipomtoa Isaka kuwa dhabihu, alipotolea Mungu Isaka mwanae kuwa dhabihu, malaika wa Bwana anasema kwamba kwa sababu haukunizuilia Isaka mwanao, nami nimekubariki. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kubarikiwa, waweza ukawa na vitu vingi lakini bado baraka umepewa tu, lakini bado baraka yenyewe kuwa na Yesu Kristo ni vyote ndani ya yote na katika yote. Maana kuna watu wana mali lakini hawana raha, hawana amani. Na kuna maskini katika Bwana wana amani, wana raha, wana tumaini. Bwana asifiwe sana. Tujengwe katika neno la kweli, tujengwe katika msingi, tujengwe katika mwamba. Huo ndio ujumbe wangu leo ambao Bwana ametuletea. Tusikie leo kwamba tujengwe katika mwamba. Mimi na wewe, wajibu wetu ni kujengwa katika msingi ambao ni mwamba imara. Jina la Bwana libarikiwe na Mungu wetu apewe sifa. Ngoja na tumshukuru Mungu. Asante Bwana kwa neno, asante Bwana kwa ulinzi, asante Bwana kwa nafasi hii kwa kusema nasi. Tusaidie Bwana tupate kulizingatia neno, tusiwe watu wa kusikia na kuondoka. Nina imani Bwana utatusaidia, mwenyewe utaonekana na mwenyewe utakuwa pamoja nasi. Kupitia uwezo wa jina lako Yesu Kristo, wacha neno hili liwe mafanikio yetu ya mabadiliko. Lipate kutubadilisha, kututoa hatua moja na kutupeleka hatua nyingine iliyo sahihi na thabiti. Asante maana itakuwa hivyo, utatujenga kuwa imara. Kupitia uwezo wa jina lako tunaomba na kuamini. Amen. Jina la Bwana libarikiwe.
Sambaza ujumbe huu pamoja nasi. Tunabarikiwa sana unaposambaza ujumbe pamoja nasi, kwa kuwatumia watu wengine wabarikiwe pia. Tunabarikiwa unahubiri pamoja nasi kwa njia hiyo, na pia unapotuombea unahubiri pamoja nasi kwa njia hiyo. Huduma hii sio rahisi. Huduma ya Mungu sio rahisi. Kuna miba na michongoma, lakini kwa maombi yako bado tunasimama kwa pamoja. Mungu akubariki sana. Bado tuko pamoja, tutazidi wakati mwingine na tuzidi kuombeana ili siku moja tufike huko. Pasiwepo mmoja wetu wa kukosa katika mje ile. Tupate kuonana pale, itakuwa ni shangwe milele. Amin. Na Mungu wetu atubariki sana. Tutazidi wakati mwingine. Mungu apewe sifa katika yote. Maisha yako ipate kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo ninaomba hayo. Amina.